Unajuaje kama ni mtu mwenye uwezo wa juu au wa chini? Watu wengi wanaangalia tu title ya mtu, hustle, IQ yake, lakini kiuhalisia kuna signal 3 ambazo ukiwa nazo unajua sasa wewe ni mtu wa hali ya juu. Yaani wewe ni mtu mwenye uwezo mkubwa. Kitaalamu wanaitwa ni high performer. Hawana uwezo kabisa wa kupoteza muda na kusubiri. Wanapata wakati mgumu sana kufanya kazi na watu ambao wako slow. Kwa mfano, mtu unamtext chat anachukua muda mrefu kureply your text. Mtu unampigia simu kwa ajili ya kurespond kwenda na speed, mtu anaenda taratibu. Wanapata wakati mgumu sana kufanya kazi na watu ambao slow. Muda wote wapo active, wako fast. Sio kwa sababu wanashindwa kuendana na watu, no. Kwa sababu wanaelewa gharama sahihi ya muda. Wanajua kabisa nikipoteza muda hapa itanikosti kwenye vitu vyangu vya msingi ambavyo ningeviachieve kwa wakati huu ambao napoteza. Jambo la pili, wanaelezea vitu kwa fupi na kwa uhakika. Hawaanzi kuelezea vitu kutokana na hisia, bwana mimi hisia zangu zimenipelekea nasikia, bwana, au rumors. Bwana nasikia kwamba inatokea hivi, bwana ningependa. No, wanakuja na fact, wanakuja na data, wanakuja na experience, wanakuonyesha evidence ya vitu gani vimetokea, ukifanya kitu gani kinaleta matokeo gani, kwa nini na kwa sababu gani. Clarity ndio lugha yao kubwa. Jambo la 3, wanasema ndio kuliko mtu yeyote. Sio ile yes ya kama mtu ambaye ajielewi anaenda tu kama zuzu yes, hapana. Au ile people pleasing kwamba wewe ni kila saa kila mtu unamkubalia ili usimuonee, usimvundishe moyo ama usimuumize. No, au kuombaomba. No. Hii inakuwa pale kwenye how is this possible? Kwamba kwenye jambo kama hili tunaweza tukatoka na tusiharibikiwe. Ndio. They see possibilities. Wanaona uhakika na uwezekano wa kufanikiwa kwa mambo kuliko mtu yoyote yule. Inapotokea situation yoyote, changamoto yoyote, ama unapotamani kufanya jambo lolote, ama unapotamani kutoka tu moja kwenda nyingine, kujaribu improvement, kujaribu biashara, kujaribu kuanzisha makampuni na everything, project na everything. Wow, badala ya kuwa kama watu wengine wote ambao wanaanza kujiuliza, je ikikwama, je ikifeli, je ikishindikana, wao ni watu wanaosema yes it is possible. Kwa mfano, kwenye biashara ulionayo, kwenye idea ulionayo, ama vision ulionayo, ama namna gani unavyo operate biashara yako, kuitoa kutoka hapo kwenda kwenye next level inakuhitaji uwe high performer. Bila kujali mimi na experience ya kuona kampuni, bila kujali mimi naogopa sijui TRA itakuwaje, nasikia sijui story. No, ukiwa high performer utasema yes, I deserve kuwa na kampuni. I deserve kutoka kwenye level hii kwenda nyingine. I deserve kumiliki kampuni yangu, kumiliki biashara yangu, kuwa official, kuweza kufanya na mimi kazi na mabenki, kuweza kufanya kazi na mimi kupata tenda za serikali. Kwani tenda anastahili kupata nani? Kama wao wanastahili kupata tenda, na mimi pia nastahili kupata tenda. Kwa tenda za serikali, tenda binafsi, watu mmoja, kufanya kazi na makampuni, kufanya kazi na mabiashara, B2B business, B2C business, B2B2C business. I deserve to do this business. Ukiwa high performer, huna kitu chochote kitakacho kuzuia zaidi ya kusema yes, lazima niwe na kampuni kwa sababu pia I deserve this. Kama ni mfanya biashara na unajua sasa wewe ni high performer, unahitaji kuwa na kampuni. You have to move kutoka kwenye level moja kwenda level nyingine. Despite ya vitu vyote ambavyo vinakuzunguka, odds zote zilizoko mbele yako. Ni muda wako wa kuwa high performer na kuamini kwamba nahitaji na mimi kutoka kwenye level hii ya kuanza kufanya kazi na mabenki, kufanya kazi na taasisi za kifedha, kujulikana kisheria, kuaminika kisheria, kuweza kupata tenda, kufanya kazi, kuweza kuhakikisha generation yangu inayofuata na wenyewe wanaweza kunufaika na biashara naifanya. Sio generation yangu inayofuata itaanza sifuri kama wewe jinsi ulipoanzia sifuri. Wewe umeanzia sifuri. Sasa hivi uko hapo unanisikiliza kwa ajili ya kuweza kustructure kampuni yako, biashara yako. So, wewe generation inayofuata, wewe ndio unatakiwa uwe high performer kwako mwenyewe na biashara na familia yako, kwamba kuanzia hapa kwenda mbele everything inakuwa systematic, kuna structure, kuna procedure, kila kitu kinakamilika na kuweza kusajili kampuni yako. Comment neno kampuni hapo chini, nitakufikia moja kwa moja DM kwako na kusaidia kuweza kusajili kampuni yako, ama wasiliana na mimi kupitia namba ya simu iliyopo kwenye caption. Hapo tutakupokea na tutakusaidia kusajili kampuni yako sasa hivi